Jina langu ni Dr. Elisaria Palanjo. Ni sehemu ya 12 ya tafsiri ya kitabu ambacho kinaitwa Ishara za Viumbe katika Unabii wa Ndoto. Nitaendelea na tafsiri za kitabu hiki ambacho kinaitwa Ishara za Viumbe katika Unabii wa Ndoto. Kitabu hiki nimekiandika mimi mwenyewe kwa neema ambayo Yesu Kristo amenipa, nami ningependa nikushirikishe baadhi ya mambo ambayo ni muhimu sana ndani ya hichi kitabu. Tulikuwa na sehemu ya 11 pamoja na sehemu ya 10 yote tulikuwa tumeanza kumzungumzia kiumbe ambaye anaitwa panya, na katika sehemu hii ya 11 tutazungumza kuhusu habari ya ndoto ambazo zimeunganishwa na panya. Kila kiumbe ambacho unakiona katika ulimwengu wa ndoto basi kimebeba ishara kubwa sana. Sasa ukiota panya wametawanyika katika eneo la nyumbani kwako au kwenye ofisi yako, maana yake hiyo ni ishara kwamba adui wamejipanga kwa ajili ya kukuzuia katika kila aina ya mafanikio kwenye njia zako. Kumbuka kwamba huyu ni kiumbe ambaye anayehusika sana kwenye eneo la kufilisi na kuleta mambo ya uchoma ulete, huo ni uchawi wake. Sasa unapomuona ya kwamba panya wametawanyika nyumbani kwako, maana yake hiyo ni ishara kamili ambayo unaiona ya kwamba adui wamejipanga kwa ajili ya kukuzuia ili usiweze kufanikiwa. Na hii unaweza kuisoma katika kitabu ya Zaburi mlango wa 3 na mstari wa 1. Ya pili, kwa mwanamke ambaye yuko kwenye mahusiano akiota panya yuko kwenye nguo zake. Kwa mwanamke ambaye uko kwenye mahusiano, umeolewa au uko kwenye mahusiano na ukaona kwa kuota ya kwamba panya yuko kwenye nguo zako, hii ni ishara ya kwamba kuna msimu mbaya wa kashfa ambao utakuwa unakukabili. Kashfa ya mambo ya mahusiano, kashfa ya mambo ya mapenzi, kashfa yako itakuwepo na utanuka sana. Kwa hiyo ni msimu ambao sio mzuri, hivyo utalazimika kuanza kufunga na kuomba. Na hii imeandikwa katika kitabu cha Waebrania mlango wa 13 na mstari wa 4, anapozungumzia habari ya ndoa heshimiwa na watu wote na malazi yawe safi. Maana yake unapomuona panya kwenye nguo zako au kwenye eneo la kitanda, basi ujue kwamba hiyo ni hali ya mahusiano au kashfa nyingine ya mahusiano ambayo itaibuka. Lakini kwa binti ambaye hujaolewa na ukaona panya yuko kwenye nguo zako au amerukia au amekurukia kwenye nguo, maana yake ni nini? Utaingia kwenye msimu mbaya, utakutana na wanaume wabaya, watakutongoza na kukuingiza kwenye mahusiano ambayo yataharibu maisha yako moja kwa moja. Kwa hiyo ni vyema sana, na hiyo imeandikwa katika kitabu cha, unaweza kupata tafsiri katika kitabu cha Yohana mlango wa 3 na mstari wa 3. Ukiota panya anakula mali zako, nguo, chakula au vitabu, hiyo ni ishara ya baraka zako kuibiwa. Ukiona panya anakula vyakula vyako, anakula mali zako, hiyo ni ishara kamili ya baraka zako kuibiwa. Kama wewe ni mwanafunzi na ukaota kwamba panya anakula madaftari yako na vitabu vyako, hiyo ni ishara kwamba mwovu adui shetani amejipanga ili kuharibu mafanikio yako ambayo yanatokana na elimu. Kwa hiyo ni mambo ya kuangalia.
Lakini pia ukiota panya amekufa, maana yake ni kwamba katika msimu ambao umeukabili, ambao umekabiliana nayo, Mungu anakupa ushindi katika njia zako, na hii likatendeke kwako. Kama wewe ni mmoja ambaye unaishi na panya kwenye nyumba yako, basi ni vyema sana unajua kwamba unaishi na viumbe ambavyo ni hatari sana, na lazima upigane kwa sababu ya kuweza kuangamiza hawa viumbe. Sasa pamoja na ndoto nyingine nyingi ambazo nimeziandika katika kitabu hiki zinazohusiana na panya, ni vyema ukapata nakala yako ya kitabu cha ishara za viumbe katika unabii wa ndoto. Imeandika mimi mwenyewe kwa msaada wa Roho wa Mungu. Basi unaweza ukapiga simu ukapata hard copy, lakini pia ukapita kwenye maduka makubwa na uliza kitabu kilichoandikwa na Dr. Elisaria Palanjo. Vitabu hivi vinapatikana kwenye maduka makubwa, yale maduka ambayo ni makubwa, pamoja na maduka madogo, hata kwenye meza za wauza vitabu vyangu sasa vinapatikana. Kwa hiyo ni vema sana unapopita kwenye meza yoyote, basi hebu uliza kwamba kitabu cha Dr. Elisaria Palanjo kama unaweza kukipata, ambacho kinazungumzia mambo ya ndoto. Pamoja na kwamba naandika mambo mengine, lakini katika masomo mengi, katika vitabu vingi, lazima ndani yake niweke eneo la ndoto, kwa sababu ni eneo la wito wangu. Basi nikuombe sana, kama unaweza kuchukua namba hii na kuuliza jambo lolote, hata kama una ndoto ambayo inakusumbua, basi unaweza kuuliza 0716 49 78 27. Asante.